Hebu fikiria soko lenye mamilioni ya watu, lakini halina anwani hata moja ya mtaa. Inakuwaje? Leo tutaichambua kwa undani Soko Dig, app bunifu kweli kweli inayojenga uchumi wa kidijitali katika mazingira ya kipekee sana. Hii sio tu kuhusu teknolojia, hapana, hii ni zana ya kuleta mabadiliko halisi. Yaani, hebu jiulize kwa sekunde moja. Unawezaje kuendesha biashara yako, labda unauza bidhaa au unatoa huduma katika eneo ambalo halina kabisa mfumo rasmi wa anwani za mitaani? Kwa wajasiriamali wengi, hili si swali la kufikirika tu, ni changamoto wanayoamka nayo kila siku. Na changamoto hii ina jina na eneo lake, ni kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Hapa, katikati ya uchumi unaochipukia kwa kasi, kuna wito huu hapa, unawaalika wafanyabiashara wajiunge na soko la kidijitali. Basi, hadithi yetu inaanzia hapa. Sasa, suluhisho la changamoto hii yote ni nini? Ni hii hapa, Soko Dig. Hebu sasa tuzame ndani na tuone jinsi hii ya bunifu inavyofungua milango ya biashara ya kidijitali ndani ya kambi. Ukishaifungua tu app ya Soko Dig, kitu cha kwanza unachokutana nacho ni chaguzi hizi mbili rahisi. Unataka kuwa mteja anayenunua au unataka kuwa mfanyabiashara anayeuza? Sasa, kwa ajili ya uchambuzi huu, hebu tuchukue safari ya mfanyabiashara, tuone inakuwaje. Okay, kwa hiyo umeamua unataka kuwa muuzaji kwenye Soko Dig? Unahitaji kufanya nini? Naam, mchakato wote umeundwa kuwa rahisi na wa haraka sana. Hebu tuupitie hatua kwa hatua. Mchakato mzima umegawanyiwa katika hatua 3 tu zilizo wazi kabisa. Kwanza, taarifa zako binafsi; pili, usalama wa akaunti yako; na 3, eneo. Na hii hatua ya 3 ndiyo hasa tutakapoona ule ubunifu wa kipekee wa Soko Dig. Hatua ya kwanza ni rahisi, kama unavyotarajia. Unajaza jina lako kamili na namba yako ya simu. Lakini, hebu angalia kitu kidogo hapo. Unaiona hiyo kodi ya nchi +255? Hii inadhihirisha wazi kwamba app hii imetengenezwa mahususi kwa ajili ya watumiaji wa Tanzania. Ni teknolojia inayolenga jamii maalum. Hatua inayofuata ya pili ni usalama. Kinachovutia hapa sio tu kwamba unatakiwa kuweka neno siri, hapana, bali ni jinsi maelekezo yalivyo wazi na yanakusaidia. App inakushika mkono hatua kwa hatua ili uunde neno siri imara. Inahakikisha biashara yako inakuwa salama tangu siku ya kwanza. Na sasa, hapa ndipo kwenye ule ubunifu hasa. Hatua ya 3, eneo. Unakumbuka lile swali letu la mwanzo kuhusu kuendesha biashara bila anwani? Basi, Soko Dig inalitatua tatizo hili kwa kutumia mfumo ambao kila mtu kambini anaufahamu. Kanda na bloko. Yaani, hili ni suluhisho la kijanja sana kwa changamoto ya kipekee. Na mantiki ya mfumo huu ni ya busara sana. Kama nukuu hii inavyoeleza, inafanya mambo mawili makubwa kwa wakati mmoja. Kwanza, inawasaidia wateja wakupate kwa urahisi, lakini pili, inalinda faragha yako kwa kuonyesha tu eneo la jumla, sio nyumba yako hasa. Ni usalama na urahisi kwa pamoja. Baada ya kumaliza hizo hatua 3 fupi, safari ya usajili imekamilika. Na sasa, milango ya soko kubwa la kidijitali inafunguliwa rasmi kwa ajili yako. Na ni hivyo tu, umefanikiwa. Duka lako la kidijitali sasa liko wazi, likiwa tayari kabisa kuwahudumia wateja kutoka kila kona ya jamii ya Nyarugusu. Na huu ndio muonekano wa soko lenyewe. Unaonyesha jinsi uchumi wa pale kambini ulivyo na uhai. Kila kitu kimepangwa vizuri na ni rahisi kukitafuta, yani kuanzia chakula na nguo hadi vifaa vya nyumbani na hata electronic. Hili soko lina kila kitu unachoweza kufikiria. Basi, tumeona jinsi Soko Dig inavyofanya kazi. Ni rahisi na inaeleweka. Lakini tujiulize swali la muhimu zaidi. Kwa nini app hii ni muhimu hasa? Kwa nini tunasema ni zaidi ya soko la kidijitali tu? Jambo moja kubwa ni msisitizo wake kwenye usalama. Hii inaonyesha jinsi watengenezaji wa app wanavyojali ustawi wa watumiaji wao. Hivi vidokezo, kama vile kukutana maeneo ya umma na yenye mwanga wa kutosha, vinajenga mazingira salama zaidi ya kibiashara kwa kila mtu.
Kwa hiyo tukijumlisha, Soko.dig ni zaidi ya app tu, ni injini ya kiuchumi. Inawezesha watu kujiajiri, inaunganisha jamii nzima, inaimarisha usalama. Na yote haya yanawezekana kwa sababu imebuniwa kwa uelewa wa kina wa jinsi maisha yalivyo pale Nyarugusu. Mwisho wa siku, Soko.dig inatuonyesha nguvu ya ajabu ya teknolojia pale inapotumika kutatua changamoto halisi za watu. Na inatuacha na swali hili la kutafakari. Ikiwa teknolojia imeweza kujenga soko imara na lenye uhai hapa, hebu fikiria, ni fursa gani nyingine kubwa zinatusubiri kubuniwa kote duniani?